Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ni Injili ya Yohane sura ya 3 aya 16 hadi 17. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Ndugu zangu katika Kristo, leo ulimwenguni Wakristo wote wana furaha na kushangilia kwa vigeregere ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni baada ya siku 40 za mfungo, tunaelekea katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kipindi cha Kwaresma inafuata kipindi cha Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya dhambi zako, leo hii amefufuka kweli kweli. Haleluya, amefufuka Masia wetu. Ni kipindi cha kutafakari ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kumaliza kipindi cha Kwaresma. Ni matumaini yangu kwamba wote tumefurahi na kutafakari vyema kipindi hiki cha Kwaresma, hasa katika tafakari hizo kwa zikitolewa na chaneli pendwa Tafakari Tena TV. Basi tuendelee kutafakari pamoja na kusherehekea pamoja kwa amani na kwa upendo, na kuwaombea wenzetu walio katika shida mbalimbali, hasa changamoto za vita na matatizo mengine, na wale wenye magonjwa, wanaosumbuliwa na magonjwa sugu, tuwaombee na wenyewe waweze kufufuka na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuponywa na magonjwa yao, kwa kumaliza migogoro yao. Karibuni sana. Katika siku hii tukufu ya Pasaka tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, tukikumbuka ushindi wake dhidi ya dhambi na mauti. Ni siku ya furaha kuu kwa Wakristo wote, kwani inatufundisha kuhusu upendo wa Mungu na matumaini ya uzima wa milele. Ufufuko wa Kristo ni kiini cha imani yetu. Pasaka inadhibitisha kwamba mauti haina neno la mwisho. Yesu alishinda kifo na akatufungulia lango la uzima wa milele, kama maandiko yanavyosema katika Injili ya Luka sura ya 24 aya 6. Yesu ayupo hapa, amefufuka. Ufufuko wa Yesu ni kiini cha imani ya kanisa kwa ujumla. Kwa ubatizo tunakufa kuhusu dhambi na kufufuka pamoja na Kristo, tukianza maisha mapya ya neema. Na katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo tunafufuka na tunaanza maisha mema na maisha mapya pale tulipokuwa tumeanguka. Ni matumaini yangu kwamba tumeinuka katika kipindi cha Kwaresma, kipindi cha kujitafakari, kipindi cha toba, huduma kwa wengine. Naamini tumekitimiza vyema. Basi sasa katika kipindi hiki cha Pasaka, naamini tumefufuka vyema na tunaanza maisha mapya ya neema, maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Ufufuko unaleta maisha mapya. Ufufuko si tukio la nje pekee, bali mwaliko wa kuzaliwa upya kiroho, kuachana na dhambi na kuishi katika neema. Biblia inafundisha, basi kama mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Wakolosai sura ya 3 aya ya kwanza. Na katika maandiko matakatifu tunaambiwa kama kweli tumefufuliwa pamoja na Kristo, tuyatafute yaliyo juu na sio ya chini. Tuyatafute ya juu kwa maana ipi? Tutafute yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu na sio ya chini, yani tusitafute dhambi, tusitende dhambi tena. Tumefufuka, tumeokolewa katika utumwa. Basi na sisi tufuate njia ile ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyotunyoshea ili tuweze kupita. Paulo anasisitiza kuishi si kwa mwili,
bali kwa roho. Kwa maana tulikufa naye katika mauti na kufufuka naye katika ubatizo. Sasa tupo uwapya, na hivi mwaliko ni kuacha dhambi na kuelekea maisha mapya. Mashuhuda wa ufufuko. Mitume waliokuwa wamejificha kwa hofu walibadilika kuwa mashujaa wa imani baada ya kumwona Yesu mfufuka. Walipewa ujumbe na kutangaza na kushuhudia fumbo la Pasaka. Wakati bado wakiwa na hofu kuu na woga dhidi ya mkongoto wa Wayahudi, bado akilini mwao kashfa ya msalaba ilikuwa inaendelea kuwapekenya popote. Kumbe wosia wa Kristo Yesu uliwasukuma kutoka kifua na kutoa vifua vyao mbele ili kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu, toba, msamaha na maondoleo ya dhambi, huku wakianzia Yerusalemu na maeneo mengine. Pasaka ni mwaliko na mabadiliko ya ndani. Pasaka ni zaidi ya sherehe. Ni maisha yanayotukumbusha kwamba sisi tulikuwa dhambi na Bwana wetu Yesu Kristo amekufa na akafufuka ili sisi tuweze kukombolewa katika utumwa wa dhambi. Ni mwaliko wa kuondoka katika kaburi la dhambi na kuingia kwenye uzima wa milele na wa kweli. Ufufuko wa Yesu unapaswa kuwa mwanga unaotuongoza kila siku. Basi katika ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ndio maana tunawasha mishumaa yetu kuonesha kwamba sisi tumetoka katika ulimwengu wa giza, yani ulimwengu wa dhambi. Sasa tutembee katika nuru ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tutembee katika mwanga, matendo yetu yote yafanyike katika mwanga. Ni yale yanayompendeza Mwenyezi Mungu tuyafanye katika mwanga na sio kwa kujificha. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tutembee katika mwanga wake. Pasaka yetu iwe ya kutembea katika mwanga. Yesu Kristo mwana wa Pasaka. Katika Agano la Kale, Pasaka ilikuwa kumbukumbu ya Mungu kuwaokoa Waisraeli kutoka utumwani Misri kwa damu ya mwanakondoo asiye na doa. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya 21 hadi 49, tunaona historia ya ukombozi wa wana wa Israeli. Kwa hiyo katika Agano la Kale, wana wa Israeli walipokuwa wakisherehekea Pasaka, walikuwa wakikumbuka ukombozi wao kutoka huko utumwani Misri. Yesu Kristo anatimiza mfano huu kwa kuwa mwanakondoo wa Mungu ambaye huchukua dhambi za ulimwengu. Ukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 1 aya 29 inasema, mwanakondoo wa Pasaka alikuwa mnyama ambaye Mungu aliamrisha Waisraeli kutumia kama dhabihu kule Misri. Usiku ule Mungu aliwaua vitinda mimba wa wazaliwa wa kwanza wa kila nyumba. Yesu mzabibu wa kweli. Katika Injili ya Yohana sura ya 15 aya ya 1 hadi 8, Yesu anajitambulisha kama mzabibu wa kweli na sisi ni matawi. Kaa ndani yake ni muhimu ili tuweze kuzaa matunda ya toba, uongofu na utakatifu wa maisha kama ilivyoandikwa. Kristo Yesu ni mzabibu wa kweli. Ni muhimu kujenga umoja na mfungamano ili kuzaa matunda ya toba, uongofu na utakatifu wa maisha. Sisi tu matawi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mzabibu wa kweli. Kweli amefufuka Bwana wetu Yesu Kristo, na amri ya mapendo tunaiona leo hii. Bwana wetu Yesu Kristo alitoa maisha yake kwa vile alitupenda sisi wanadamu ili tupate kuokolewa na kukombolewa katika giza hili, katika shimo hili la dhambi. Ni amri ya mapendo anayoonyesha kwetu sisi. Yesu
alituachia amri mpya ya kupendana kama alivyotupenda sisi. Katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya 34 inasema, Bwana anatangaza amri mpya ya mapendo, akitaka tukue katika yeye mwenyewe ambaye ni chanzo na mwisho wa upendo huu. Basi amri ya mapendo inadhihirishwa leo katika ufufuko wa Bwana. Mwisho kabisa, tunapomalizia tafakari hii, Pasaka ni mwaliko wa kuishi maisha mapya katika Kristo, tukikumbuka upendo wake usio na kifani na kujitahidi kuzaa matunda mema kwa utukufu wa Mungu. Tunaalikwa kuungana naye kama matawi kwenye mzabibu, tukipokea neema na nguvu ya kuishi maisha ya utakatifu na upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi wapendwa katika Kristo, leo tumeisikia tafakari ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kwamba tumefufuka naye na kweli kweli ameyashinda mauti. Basi na sisi tuyashinde mauti ya dhambi, tufufuke kweli kweli na makaburi yetu ya dhambi yafukiwe milele. Yeye aliye nuru anatualika tutembee katika nuru yake. Mimi na wewe tunajiuliza, ni kweli tunatembea katika nuru ya Bwana? Tumekombolewa. Tuiwashe mishumaa ya mioyo yetu, nuru ya mioyo yetu iangazwe, na matendo yetu yote yafanyike katika mwanga na sio matendo ya giza, kwa kuwa yeye aliyekufa msalabani kwa ajili yetu amefufuka, ameonesha mwanga na matumaini ya kuelekea ufalme wake. Asanteni kwa kunisikiliza.